Shalom wapendwa katika Kristo, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika Mungu ni mwaminifu, ni muweza, ni tegemeo letu kila wakati na kila saa. Tunapoamka na kusonga mbele, sio kwa nguvu zetu, ila mkono wake Bwana umetubeba. Ndiposa ni vema sana ukawa mtu akupenda kushukuru mbele za Bwana, ukiambia Mungu na kushukuru ni kwa sababu ya neema ya uhai. Shalom. Ninashukuru sana Roho kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Somo la leo ni kuhusu maono. Je, Mungu anasema na mwanadamu kwa njia ipi? Mungu anaambia Musa, akiwapo walikuwa ni Musa na Haruni na Mariam, anawaambia kwamba akiwapo nabii kati yenu, mimi Mungu nitasema naye kwa njia ya ndoto. Shalom. Mungu anasema na mwanadamu kwa njia ya maono ama njia ya ndoto. Maana Mungu alipoumba mwanadamu aliona mwanadamu amekamilika. Mungu akawa anasema na huyu mwanadamu uso kwa uso, lakini dhambi ilipoingia ndani ya huyu mwanadamu, Mungu ni mtakatifu. Kwa hivyo hawezi akachangamana na dhambi. Na hapa ndipo Mungu anasema hivi, nitasema naye kwa njia ya maono. Shalom. Sasa Mungu anasema kwa njia tatu na mwanadamu. Mungu anaweza akasema na mwanadamu kwa njia ya ndoto, kama vile Farao. Mungu alimfunulia maono ya miaka ambayo inakuja, kama vile Yusufu alifunuliwa maono ya miaka ambayo inakuja kule usoni. Na pia Mungu anasema na mwanadamu kwa njia ya mawazo. Na hapa ndipo unaona, unaweza kuwa ulikuwa unawaza mtu fulani, kisha yule mtu anakuja na unasema hakika nilikuwa ninawaza huyu mtu, lakini Mungu alikuwa anakuonyesha kwamba huyu mtu anakuja. Kwa Mungu alikuwa anasema naye kwa njia ya mawazo. Na pia Mungu anasema na mwanadamu kwa njia ya neno lake. Na hapa ndipo Daudi anasema, Bwana, neno lako liwe taa na mwanga wa njia zangu. Mungu anaweza akasema naye kwa neno lake. Unakuta unaamka na unaongozwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu uweze kufungua kitabu fulani, na unapofungua nakuta Mungu anasema naye kwa njia ya neno lake. Shalom. Sasa kuna watu ambao wanapata maono lakini hawajui kutafsiri yale maono, na hapa ndipo Roho Mtakatifu anakuwa msaidizi wetu. Shalom. Farao alipoota maono ama alipopata hizi ndoto alishindwa kutafsiri, lakini Yusufu akapata kibali mbele za Bwana, akamfunulia yale maono ambayo alikuwa ameweza kuyaona. Nebukadreza mfalme aliota ndoto, hakuweza kujua maana ya ile ndoto. Hata Danieli walipopata kibali mbele za Bwana, ndiposa Mungu akawafunulia siri ya ile maono. Kuna mwanadamu ambaye anaota mara nyingi sana, anaota lakini hajui tafsiri ya ile maono. Na hapa ndipo Roho anatusaidia kupitia watumishi wake ili umweze kujua kile ambacho Mungu anajaribu kukwambia. Sasa Mungu anaweza akasema na wewe kwa njia ya ndoto kukuonya. Maana Bwana anasema kama mimi ndiye Mungu unayekuonya, na bado mimi Mungu ndiye anayekurudi, kwa kuwa baba anapenda mtoto wake. Kwa hivyo anakuonya ili usije kaanguka ndani ya dhambi ama mtego wa yule mwovu adui, ili uweze kama maisha matakatifu. Maandiko anasema ya kwamba iweni watakatifu, maana mimi Mungu ni mtakatifu. Kwa hivyo Mungu anaweza akasema naye kwa njia ya kukuonya, na pia Mungu anaweza akasema naye kwa kukujulisha mambo ambayo yanakuja kule usoni. Na pia Mungu anaweza akasema na wewe kujulisha mambo ama mitego ambayo umewekewa kule mbeleni. Shalom. Sasa ndoto ya kwanza, unapoota uko ofisini kwako na unatafuta vifaa vyako vya kutumia hauvioni, Mungu anakuambia kwamba kazi yako inakuja kuharibika hivi karibuni, ama kazi yako inakuja kuisha hivi karibuni. Hivyo ni vema sana ukasimama na kuomba. Yakobo 4:7 anasema kama mpingeni adui na ataweza kuwakimbia. Kwa unapoona uko ofisini kwako na tafuta vyombo vya kutumia lakini hauvioni, simama na maombi. Bwana Yesu anasema kuna mambo ambayo hamuyawezi isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Shalom. Sasa kama ni mtu ambaye anafanya kazi ya upishi, ninaongelea wale watu ambao wanafanya kazi ya cooking ama kazi ya upishi, hii inajulikana kama chef. Unaota unatafuta sufuria na gasi la kupikia haulioni, kazi yako ya upishi inakuja kuharibika. Ni vema sana ukaamka na kuweza kuomba na kukemea ile roho ambayo inapingana na kazi yako ukitumia maandiko ya Mungu. Shalom.
Kitabu cha Danieli 6:3 mpaka mstari wa 4 nasema, naye Danieli alipata kibali mbele ya ule mfalme. Kwa hivyo wale mawaziri walikuwa wanataka kumharibia Danieli mbele ya yule Dario. Kwa hivyo kuna watu ambao wakiona umepata sifa kazini kwako wanatafuta njia ya kukuharibia kazi yako. Ni vema sana ukawa mtu wa kuomba. Shalom. Na hapa ndipo naambiwa kwamba ombeni usije kaingia majaribuni. Ombeni msije mkaingia katika majaribu, maana mwanadamu unapoinuliwa hapo ndipo adui anakukimbiza. Daudi alipokuwa akichunga kondoo za baba yake, shetani alikuwa akimzani naye, lakini alipokuwa mfalme majaribu ilikuwa nyingi kwake. Ni vema sana ukaamka na kuombea kazi yako, sana sana kuomba maombi ya rehema na toba ili Mungu aweze kurehemu. Maana naye unapopatiwa kazi unapenda kazi yako sana kuliko kumpenda Mungu. Ni vema sana ukawa mtu wa kupenda kuomba kila wakati na kila saa. Shalom. Mstari wa 2, namba 2. Unapoota unakimbizwa na umbwa. Wewe leo umeamka unakimbizwa na umbwa, Bwana anakuonya kwamba unakimbizwa na roho ya uzinzi ama unakimbizwa na roho ya zinaa. Na hapa ndipo tumesema hivi, Mungu anaweza akasema na wewe kwa njia ya maono ili kukuonya. 1 wa Korintho 6:18, wazinzi hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Unapoota jambo kama hili, amka na uweze kukemea na kuomba rehema mbele za Bwana. Ambia Mungu aweze kusafisha kwa damu yake takatifu iliyoshinda mauti pale Kalvari. Kitabu cha Isaya 1:25 anasema ya kwamba nami nitakuelekezea mkono wangu na kukutakasa takataka zako kabisa, naye utakuwa safi. Shalom. Kwa hivyo amka na uweze kukemea hii roho ya zinaa. Ni mbaya sana. Roho ya uzinzi ilifanya yule Solomoni akang'olewa macho. Roho ya zinaa imefanya watu wengi wakashinda kumtumikia Mungu. Ni roho ambayo inakutia aibu. Pengine ulikuwa ni mtu ambaye unaheshimiwa, hii roho inapokuingia unapata aibu. Kwa hivyo unapoota jambo kama hili, amka na uweze kukemea mtoto wa Mungu. Shalom. Namba 3, unapoota unakimbizwa na ng'ombe, sana sana ng'ombe wa kike. Mimi leo umelala umeota ndugu yangu nakimbizwa na ng'ombe. Kitabu cha Mathayo 10:36, maadui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sasa unapoota unakimbizwa na ng'ombe wa kike, Bwana anakuambia kwamba unakimbizwa na maadui wa kifamilia. Maadui wa kifamilia ni akina nani? Ni zile roho ambazo hazipendi kuona unainuka. Sasa Yusufu alipokuwa akiwaelezea ndugu zake ile maono, walimwambia, je, wewe utatutawala sisi? Maana kuna watu ambao hawapendi kushindwa. Na unaona huyu mtu anasema huyu mtu akifanikiwa atakuwa juu yetu. Hasa roho ya wivu inaingia ndani yake. Kwa hivyo ni maadui wa kifamilia ambao wanakimbizana baraka zako. Unapoota unakimbizwa na ng'ombe wa kike, Bwana anakuambia kwamba maadui zako ni wale wa nyumbani mwako. Ni vema sana ukaomba na Mungu aweze kukinga na mabaya yote ya kila aina ambao umeweza kutegewa na kutegulia mitego yote ya kila aina. Shalom. Kwa hivyo unapoota ng'ombe wa kike ni maadui wa kifamilia wanakukimbiza. Unaamka na kuomba, na Bwana Yesu anasema hivi, kuna mambo ambayo hamtayaweza isipokuwa kwa njia ya kuomba na kufunga. Shalom. Kwa hivyo unastahili kuamka ndani ya vifungo na kuomba na kuambia Mungu aweze kurehemu, akukinge na mishale yote ya yule mwovu adui. Shalom. Namba 4, kuota unapelekwa na mto. Leo umelala ndugu yangu unaota unapelekwa na mto. Kitabu cha Ufunuo 12:17 inasema ya kwamba na yule joka akamkasirikia yule mwanamke na akafanya aweze kupelekwa na ule mto, akakasirikia uzao wa ule mwanamke. Samahani sana, joka alikasirikia ule mwanamke na akatoa mto afanye uzao wa ule mwanamke uweze kupelekwa na mto. Sasa unapoota unapelekwa na mto, Bwana anakuambia kwamba mambo ya kidunia yanakupeleka. Na Bwana Yesu anasema hivi, kila mtu anayeipenda dunia, kumpenda Mungu kunakuwa hakumo ndani yake. Wewe ndugu yangu, unapokuwa mtu akupenda mambo ya duniani, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Shalom. Kwa hivyo huwezi ukatumikia mabwana wawili. Lazima uweze kuchagua Bwana mmoja. Maana unapokuwa ukianza mambo ya kidunia, mawazo ya kifalme, ufalme wa Mungu haumo ndani yako. Na maandiko yanasema ya kwamba itakufaidia nini ukiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yako. Kwa hivyo unapoota unapelekwa na mto, Bwana anakuonya uweze kuomba. Dunia inakupeleka, mambo ya dunia inakupeleka.
Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Hauwezi ukatumikia mabwana wawili, maana utampenda huyu na utamshukia huyu. Utapenda dunia kuliko kupenda neno la Mungu. Shalom. Sasa number 5, ama maono ya 5. Unapoota uko uchi, leo umeota uko uchi ndugu yangu, ni roho ya aibu. Bwana anasema ya kwamba Isaya 47 mstari wa 3, ole wako aibu yako isije kuonekana mbele zangu. Unapoota uko uchi, unakuja kupatwa na mambo ya kiaibu. Kuna roho ya aibu ambayo inakuandama. Omba Mungu aweze kusaidia sana ndugu yangu. Ambia Mungu aweze kukuvalisha mavazi matakatifu, mavazi ya Jerusalem, mavazi ambayo ni ya heshima. Bwana akuondolee aibu. Tunaona malaika anamwambia yule Yoshua, anasema na avikwe kilemba kisafi, maana adui alikuwa anakimbizana naye uso kwa uso, ama kila kona alikuwa mkono wake wa kushoto akikimbizana na yeye. Kwa hivyo ambia Mungu akuvike mavazi matakatifu, akuondoe katika roho ya aibu na akuvike heshima, maana Mungu anasema ya kwamba kila aombaye atapewa. Shalom. Mstari wa 6, ama namba 6, unapoota unazama ndani ya matope. Leo umeota ndugu yangu unazama ndani ya matope, unaandamwa na majaribu. Zaburi 69 mstari wa 11, Daudi anasema ya kwamba jaribu amezama ndani ya matope mengi. Unapoota unazama ndani ya matope, kuna roho ya majaribu ambayo inakuandama. Ni vema sana ukaambia Mungu aweze kusaidia katika jaribu hili, maana Bwana Yesu anasema kama niko pamoja nanyi hata katika siku za mwisho mwisho wa maisha yenu. Bwana ako pamoja na wewe. Unapoingia kitabu cha Torati 20 mstari wa 2, anasema ya kwamba ijapo jeshi la farasi ya adui zako zitapokuwa wengi, usihofu, maana Bwana ako pamoja na wewe. Mungu anasema ya kwamba utakaa kimya naye atakupigania. Kwa hivyo unapoona roho hii ya majaribu unaota unazama ndani ya matope, ambia Mungu nishike mkono. Petela anasema ya kwamba Bwana naomba nishike mkono. Nishike mkono Bwana Yesu. Ambia Bwana naomba nishike mkono nisije nikiingia ndani ya ili jaribu, maana siku zote adui anapenda kuona wanadamu akiwa ndani ya majaribu, ili kupitia lile jaribu ukose muda wa kuomba. Adui alipoona Ayuba anapendwa na Mungu, akaenda kumjaribu. Kwa hivyo ni vema sana ukaambia Mungu nisaidie nisije nikaingia ndani ya ili jaribu. Shalom. Mstari wa 7, unapoota na mzee kombe au konokono. Leo umelala naota na mzee kombe ama konokono. Kuna watu ambao wanacheleweshwa maisha yao. Pengine kuna kitu ambacho ulikuwa ukipata kama ni ndoa, lakini kwa kuwa adui pia anaandamana na roho yako, anakucheleweshia baraka zako. Unacheleweshwa baraka zako, ni roho ya kucheleweshwa, ni roho ya kuchelewesha mtoto wa Mungu. Ni vema sana ukaomba Mungu aweze kusaidia wana wa Israeli. Mungu alikuwa anasema na Ibrahimu ya kwamba atawatoa katika nchi ya Misri, wataenda kuishi huko miaka 400, lakini walicheleweshwa na miaka zingine 30 kama sijakosea. Matendo 13, nitatafuta hili somo. Kwa hivyo adui pia anaweza kucheleweshea baraka zako, na kama wana wa Israeli kama wasingelia mbele za Bwana, baraka zao zilikuwa zimecheleweshwa. Na hapa ndipo tunaona maandiko ya kwamba naye Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli, maana walikuwa wakiteseka sana katika nchi ya Misri. Kumbuka Mungu aliahidi kuwatoa kule kwa miaka 400, lakini baadaye ilikuja ikachelewa miaka zingine juu. Adui pia anaweza kucheleweshea baraka zako. Ni vema sana ukamulilia Mungu, ukaambia Mungu nisaidie Bwana, maana anasema ya kwamba kila aombaye atapewa. Shalom. Kwa hivyo unapoota na konokono na mzee kombe, ambia Mungu kila roho inayochelewesha baraka zangu ninaipinga kwa damu ya mwana kondoo. Nikumbusha ya kwamba Mungu hasaidiwi. Usianze kutumia masanamu. Hapana, neno la Mungu liko wazi, jina la Bwana Yesu linatosha. Bwana anasema ya kwamba mtatoa pepo kwa jina langu. Petero alipopata yule mtu yule kiwete, alimwambia na kuapisha kwa jina la Bwana Yesu, amka na utembee. Na aliamka na akaanza kutembea. Jina la Yesu linatosha. Uwezi changanya Bwana Yesu na mambo mengine, hapana.
ama unaambiwa tumia kitu fulani. Hapana, tumia damu ya mwana kondoo na jina la Bwana Yesu, na pia uweze kutumia damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo, jina la Yesu na neno la Mungu. Shalom. Kitabu cha Ufunuo Yohana 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Omba sana, ambia damu ya msalaba ikusaidie, ikukomboe katika roho ya kuchelewesha, maana Mungu ni mwaminifu, ni muweza, ni tegemeo letu kila wakati na kila saa. Maono ya 8, unaota unapaa. Wewe leo ndugu yangu unaota unapaa ama uko na mabawa unapaa. Bwana anakuambia kwamba hata kama umekimbizwa sana maadui, kuna roho ya ushindi katika ulimwengu wa roho. Kuna roho ya ushindi juu yako katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuwa unaona unakimbizwa na watu, baadaye ghafla unapaa. Hiyo ni roho ya ushindi. Maana yake utakimbizwa na maadui, lakini kuna roho ya ushindi katika ulimwengu wa roho, utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo maono ya 9, unapoota uko na mtoto, ama leo naota nimezaa mtoto, hicho ni kipawa. Ufunuo 12 mstari wa 2 na Ufunuo 12 mstari wa 5. Yule mwanamke akazaa mtoto wa kiume. Shalom. Mtoto ni kipawa. Unapoota uko na mtoto, ni kipawa chako. Ni vema sana ukaamka na kuomba na kuambia Mungu akusaidie ile kipawa iweze kufanya kazi, maana maandiko ya Mungu yanasema hivi, shika sana ulicho nacho, adui asije kukunyang'anya. Shalom. Kwa hivyo unaposhinda kujitambua kwamba uko na kipawa cha Mungu ndani yako, adui pia anaweza kuja na kupanda magugu ndani yake. Balaamu alikuwa ni nabii wa Mungu, lakini aliposhinda kujitambua alikuwa mganga. Kwa hivyo unaposhinda kujitambua, adui pia atakuja kutumikize. Shalom. Sasa kuota na ndoto ya mwisho. Unapoota umepoteza pete, unaota umepoteza pete, yani ulikuwa na pete ukaota pete yako imepotea. Ndoto ya Mungu Bwana aweze kutuhurumia sana. Unakuwa umefungwa na roho usiolewe, umepoteza ndoa, ndoa yako imeweza kupotea. Ambia Mungu aliyeunganisha Mfalme Ahasuero na Malkia Esther aweze kukusaidia pete yako iweze kuonekana tena. Kuna watu ambao ni warembo lakini hawajaolewa. Kuna watu ambao wana tabia mzuri sana lakini hawajaolewa, maana walipoteza pete zao katika ulimwengu wa roho. Maisha yanaanza katika ulimwengu wa roho, na adui anapokufunga katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili hautaweza kufanikiwa. Shalom. Unapoota umepoteza pete katika ulimwengu wa roho, umefungwa usiolewe, umepoteza ndoa yako katika ulimwengu wa roho, ni vema sana ukaambia Mungu, Mungu nisaidie, Mungu niokoe, Mungu nirudishie ndoa yangu, maana Mungu ni mwaminifu. Ambia Mungu, yeye aliyemuunganisha Mfalme Ahasuero na Malkia Esther aweze kulegeza pete yako tena. Kwa hivyo unapoota umepoteza pete, mtoto wa Mungu, omba sana Mungu aweze kusaidia. Kitabu cha Mwanzo hapo 6 nasema ya kwamba ni mwanamke ataacha mama yake na baba yake, ataambatana na mume wake. Naye mwanaume ataacha baba yake na mama yake aweze kuambatana na mke wake. Kwa hivyo unapoota umepoteza pete, umepoteza ndoa yako katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu aweze kusifiwa sana. Hayo ni maono 10 ambayo Mungu anapokusemeza, jua kwamba Mungu anasema hivyo kwa tafsiri yake. Roho Mtakatifu aweze kutusaidia, Roho Mtakatifu aweze kuwa mwalimu wetu.